Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea na jukumu lake la msingi la kuzuia vitendo vya kihalifu kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola, lakini pia tunashirikiana na wananchi, na hali ya jiji la Dar es Salaam kwa ujumla ni shwari. Hata hivyo, jeshi linaendelea na kazi zake zingine zikiwemo za kupiga vita usafirishaji, uuzaji na matumizi ya dawa za kulevya ambayo kwa sehemu kubwa ni kinyume na sheria za nchi yetu. Kufuatilia jukumu hilo, tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu wa 2025, maeneo ya Kibada Kigamboni katika mkoa wa kipolisi wa Temeke walikamatwa watu 5 na jeshi la polisi wakihusishwa na usafirishaji wa dawa za kulevya aina ya bangi gunia zipatazo 60. Dawa hizi za kulevya ambazo zilikuwa kwenye gunia zilikuwa zimepakiwa kwenye gari namba T 466 ambalo namba zake ni EDV aina ya HO, ambalo gari hili lilikuwa na tanki lenye muonekano wa kubeba mafuta lenye namba T 994 EEG, ambalo baada ya kulipekua lilikutwa likiwa limepakia gunia hizo za bangi ambazo ni dawa za kulevya. Watuhumiwa hawa waliokamatwa ni pamoja na Nathan Danga maarufu kama Masumbuko na wenzake 4, akiwemo pia mwanamke aliyefahamika kwa jina la Upendo Mgonja, ambao wote kwa pamoja watafikishwa mahakamani kupitia mamlaka zingine za kisheria haraka iwezekanavyo. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limemkamata pia mtu ambaye amefahamika kwa jina la David Zefania Sanga, huyu mwenye umri wa miaka 38. Zamani alikuwa ni mfanyakazi wa kampuni moja ya bima iliyofahamika kwa jina la UAP. Mtu huyu amekamatwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwenye kituo cha polisi Kigamboni kuwa kuna magari mawili aliyoyataja kwa namba za T 811 DUL Toyota Crown, lakini pia gari lingine namba T 647 DRE aina ya Mitsubishi Outlander, kuwa magari hayo ambayo yalikuwa nyumbani kwake, wezi waliingia na wakaiba kwa kung'oa vifaa mbalimbali vya kwenye magari hayo. Jeshi la polisi lilifanya ufuatiliaji na kugundua kuwa vifaa alivyovitaja vikiwemo bumper za mbele na nyuma, window covers, radio za magari yote mawili, side mirrors, tire zote za mbele na nyuma, pamoja na power windows za magari yote hayo mawili, pia betri alivyodai vimeibiwa na wezi baada ya kuruka ukuta na kuingia kwenye nyumba yake. Vifaa hivyo
alikuwa amevificha nyumbani kwake na kuja kutoa taarifa kituo cha polisi, huku akiwa na lengo la kudanganya makampuni ya bima ili aweze kujipatia pesa kwenye makampuni hayo kwa njia ya udanganyifu, kama ambavyo bima zimekuwa zikilipa kwa baadhi ya matukio. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutahadharisha baadhi ya watu ambao wanatoa au wanajaribu kutoa taarifa za uongo kwenye vituo vya polisi kuwa kufanya hivyo ni makosa, na kutoa taarifa za uongo kwa afisa wa serikali ni kosa la kijinai, na kwamba jeshi halitasita kuendelea kuchukua hatua, ikiwa ni pamoja na kuwakamata na kukamilisha upelezi na kuwafikisha kwenye vyombo vingine vya sheria, ikiwa ni pamoja na kupitia kwenye ofisi ya mashtaka ya taifa. Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linapenda pia kuwataarifu kuwa amekamatwa na anahojiwa kwa kina mtu ambaye amefahamika kwa jina la Frey Edward Kosei mwenye umri wa miaka 51. Huyu ni mkazi wa Dodoma na Mbezi Beach, Makonde, Dar es Salaam. Huyu amekamatwa kwa chapisho lake la vitisho dhidi ya Padri Charles Kitima, ambalo kwa mujibu wa ufuatiliaji alilitoa na kulichapisha mitandaoni siku chache kabla ya kutokea kwa tukio ambalo lilimhusisha Padri Kitima. Upelelezi wa shauri hili unaendelea na hatua za kisheria zitaendelea kuchukuliwa, ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru wananchi ambao kwa sehemu kubwa wamekuwa wakitoa taarifa mbalimbali kabla ya matukio, lakini hata ikitokea bahati mbaya matukio yametokea, wamekuwa wakishirikiana na jeshi la polisi katika ufuatiliaji na kufanikisha kuimarisha mifumo ya usalama katika jiji la Dar es Salaam. Lakini pia wamekuwa wakiendelea kusaidia kutoa taarifa za kuwanyima fursa wahalifu kutotenda makosa, kwani jeshi jukumu lake la msingi ni kuzuia makosa na sio kuyasubiri yatendeke ndio lifanye ufuatiliaji. Kwa hiyo kwa dhati jeshi linatoa shukrani kwa wananchi na waendelee kushirikiana na jeshi lao la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam ili Dar es Salaam iendelee kuwa salama.